Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu popote ulipo. Karibu katika huduma ya Tumaini Service, Every Soul is Saved. Mtumishi ninayezungumza mbele yako ni Apostle John Vance Kafyome, na tuko katika mwendelezo wa kukuzana kiroho, kuimarishana nafsi zetu, roho zetu, miili yetu kupitia neno la Mungu ambalo liko hai kila siku. Neno la Mungu linaishi kwa ajili yetu. Na siku ya leo tunakwenda kujifunza ujumbe ambao Mungu anasema kwamba wazazi waadilifu hupewa hazina tele ya kuwarithisha watoto wao. Wazazi waadilifu hupewa hazina tele ya kurithisha watoto wao. Tuna mitazamo mbalimbali kwenye jamii tunazoishi ya kwamba kurithisha watoto imeanza kuonekana kama vile ni uhaini, ni uasi, ni dhambi. Lakini kimapenzi ya Mungu, Mungu anapenda wazazi wawe na vitu, wawe na mali, wawe na fedha, wawe na taaluma, wawe na elimu, wawe na maarifa ambao watayaachilia kwa watoto wao kama sehemu ya urithi. Na hii tunaiona hata kibiblia. Baba yetu wa imani Ibrahim, ilifika majira alidai kwa Mungu kwamba Mungu, ninaondokaje? Unaachaje niondoke? Unaachaje nife pasipokuwa na mrithi ambaye umemwandaa kwa ajili yangu? Na ile ahadi Mungu alikuja kutimiza, akamwachilia Ibrahimu kwa habari ya Isaka, akamzaa Isaka, akamrithisha. Kwa hiyo wazazi, tunapokuwa waadilifu kwa Mungu, tunapokuwa natembea na njia za Mungu za haki, manake Mungu anaachilia baraka tele. Hizi baraka tele zinapoachiliwa, manake inakuwa ni sehemu ya urithi kwa watoto wetu. Na tunaiona Mungu anasema wazi kwenye kile kitabu cha Zaburi. Tutaangalia ile sura 37 kuanzia mstari ule wa 25. Mungu anasema, nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, lakini sijamuona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Kwa hiyo huyu ndugu anazungumza hapo kwamba nilikuwa kijana na sasa nimezeeka, lakini mbele za Mungu sijawahi kuona Mungu amemwacha mtu mwenye haki wala wazao wake wamekosa chakula. Okay, chakula ni sehemu ya urithi, lakini tunaweza tukakipeleka mbali zaidi, chakula kama mabaki, masazo yaliyoachwa ya fedha, akiba za fedha, akiba za nyumba, akiba za biashara. Lakini tukisoma mstari unaofuata, mstari wa 26, Mungu anasema, mchana kutwa hufadhili na kukopesha, na mzao wake hubarikiwa. Sasa zile baraka ambazo mzazi alizivuna, mzazi alizipata kutoka kwa Bwana, hizi baraka leo hii sasa zinakuwa kama mabaki, kama urithi kwa watoto. Lakini unapokuta wakati mwingine mzazi anakuwa mtata, mzazi anakuwa mgumu kuachilia urithi kwa watoto, mazingira makubwa yako mawili tu: namna watoto ambavyo walilelewa, waliandaliwa kumiliki, kupokea huo urithi, au namna ambavyo mzazi na yeye alipata hicho cha kurithisha. Wazazi wengine wanafahamika kwamba walivipata visivyokuwa vya haki, kwa wana mashaka sana na hivyo vitu ambavyo walivipata. Lakini pia watoto wao hawakuandaliwa, hawakutengenezewa mazingira mazuri ya kuandaliwa kupokea kile ambacho wazazi wanakiachilia kwa watoto. Lakini mbele za Mungu iko wazi kwamba huyu mzazi ana haki zote, ana wajibu wote wa kuachilia urithi kwa vijana wake. Kwa sasa imebaki kwamba urithi kama vile ni kitu cha uhaini sana, kwamba mzazi akiachilia urithi kwa watoto, basi ni kama vile kwamba wale watoto watajibweteka, hawatapambana, hawatajituma. No. Swala ni kwamba Mungu anasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hatawacha mpaka uzee. Kwa sasa umemleaje? Umemwandaaje kwa habari ya urithi wake? Umemwandaaje kwa habari ya kumiliki biashara? Umemwandaaje kwa habari ya kutunza fedha? Umemwandaaje kwa habari ya kutunza mali? Umemwandaaje kitaaluma? Umemwandaaje kielimu? Haya mazingira yote ndio atakaomwezesha huyu mtoto kwamba sasa anaweza kusimamia kile kitu cha urithi ambacho umemwachilia. Kwa kama maandalizi pia yalikuwa duni, kama maandalizi pia hayakufanyika kabisa, lazima kwamba kutakuwa kuna baadhi ya makosa atayafanya. Sasa haya makosa yanayokwenda kufanyika yasikufanye eti kwamba wewe mzazi ushindwe kujiamini kumrithisha mtoto wako
kile ambacho Mungu amekupatia, kwa maana ya uadilifu uliokuwa nao mbele za Mungu, haki uliokuwa nao mbele za Mungu. Mungu naye akaona kwamba kwa haki hii, kwa uadilifu, sasa na mimi nakubariki hiki kitu ambacho kitakuja kuwa furaha kwa watoto vizazi na vizazi katika uzao wako. Kwa mimi niendelee kukutia nguvu, kukutia moyo kwa neno la Mungu, mzazi na pamoja na kijana ambaye unajiandaa pia baadaye kuja kuwa mzazi, kwamba kurithisha watoto, kurithisha wana, kurithisha mabinti ni haki kabisa mbele za Mungu na inakubalika mbele za Mungu. Kwa mimi niendelee kukutia nguvu katika neno hilo, na uendelee pia kutufuatilia, share taarifa hizi na watu wengine, washirikishe watu wengine. Ukurasa wetu wa YouTube kwa jina la Apostle John Kafyome, endelea kuwashirikisha watu wengine, endelea kutuma shuhuda zako kwenye namba za simu unazoziona hapo kwenye screen yako. Endelea kusaidia injili kufika mbali kwa sadaka ambayo Mungu atakuwa amekusemesha kwenye moyo wako, na Mungu atakubariki, Mungu atakuzidishia. Mungu wetu ni Mungu wa upendo, Mungu wetu ni Mungu mwaminifu kila wakati, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.